Hii video ya leo tumekuandalia kwa ajili ya kukuelekeza utengenezaji wa sabuni ya magadi katika hatua ya ukorogaji kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana, ambatana nasi mwanzo wa video hii mpaka mwisho, yako mambo mengi ambayo utajifunza ni muhimu zaidi kwako. Awali ya yote nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa nyingi zikiwemo sabuni za magadi ambazo tunatengeneza siku ya leo. Sabuni ya miche, sabuni za vipande, sabuni za kuogea pamoja na sabuni tiba. Vile vile tuna darasa WhatsApp. Ukipenda kujifunza zaidi basi unaweza ukatutext kupitia 0783 500971. Kwa hiyo unahitaji nakala ya kitabu au unahitaji darasa, namba zetu za simu ni hizo, na itapendeza zaidi ukitutext kupitia WhatsApp. Hii hapa ni Roadless Enterprises, twende pamoja. Msikilizaji, hatua ya kwanza, utaandaa mafuta yako kwa kuyayeyusha. Mafuta ya mise ni mazuri zaidi katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Baada ya hapo, hatua ambayo itafuata, utachukua unachota caustic solution. Hiyo ambayo inaonekana katika ndoo ya pinki hapo ni caustic solution, ambayo kiutaratibu na kikanuni unapaswa kuiandaa siku moja kabla ya siku ya utengenezaji. Lakini kwa mafuta ya mise yana changamoto yoyote, unayeyusha siku hiyo hiyo hata pale unapotaka kuzalisha. Unayeyusha, baada ya kuyeyusha yatakuwa tayari kwa ajili ya kutengenezea. Kwa utachukua ile caustic ya jana ulikoroga, itakuwa imeshakaa zaidi ya masaa 24. Baada ya hapo utaipima kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer kama nilivyoelekeza katika video iliyopita. Baada ya hapo utaanza kuchota jagi moja moja huku kimimina katika ule mkorogo wa mafuta. Kwa hiyo mafuta pamoja na caustic solution vinapokuwa vinachanganyikana, ilo badiliko kitaalamu linaitwa saponification. Kwa hiyo saponification ni muunganiko wa caustic solution pamoja na yale mafuta ya mise ambayo yalikwisha kuyeyuka. Lakini pia kumbuka kwamba kuna uwiano kati ya mafuta pamoja na caustic solution. Mfano, unapokuwa na lita kadhaa za mafuta ya mise, lazima utumie caustic solution lita kadhaa. Kwa hiyo kila kitu kina vipimo. Kwa wale ambao wako katika madarasa yetu na imani wanajifunza na mengi zaidi wanajua, hata wale wenye vitabu vyetu pia soft copy pamoja na hard copy vyote vinapatikana. Wanajifunza zaidi kupitia nakala na katika madarasa pia. Baada ya mkorogo wako kuchanganyikana vizuri, utaugawa. Mwingine kiasi utaugawa katika chombo pembeni, aidha ndoo, unaweza kutumia jaba au chombo kingine ambacho kina uwezekano wa kukorogeka sabuni hii. Baada hapo uhakikisha kwamba umekwisha kuandaa box lako. Ka box letu la siku ya leo ni hili hapa, ambalo tumetandika nylon ya blue. Japo yako makontena mengi, lakini tunakoroga mikorogo mingi pamoja na sabuni tiba kama hizi ambazo zinaonekana. Lakini katika video ya siku ya leo tunajifunza kuhusiana na sabuni za magadi. Ule mkorogo ambao tumeutenga pembeni tutautia rangi ya blue. Kumbuka kwamba rangi ya blue ambayo tunaitumia katika sabuni za magadi ni rangi ya blue ambayo ni maalum kwa ajili ya sabuni ya mche. Usije ukatumia sabuni ile rangi ambayo inatumika katika sabuni za maji ukaadi katika mkorogo wa sabuni ya kipande. Utapata matokeo ambayo sio mazuri na itakupelekea hata kuluzi katika soko lako, kwa sababu ile blue ya rangi ya maji ukichanganya katika mkorogo utapata rangi tofauti na blue. Unaweza kupata rangi ya zambarau au rangi zingine ambazo haziwani na rangi ambazo tunazifahamu zaidi na ambazo zimekwisha kuzoeleka sokoni. Kwa hiyo utakoroga ule mkorogo, kwa sababu umetia rangi ya blue, basi utakoroga vizuri ile blue iweze kushikamana vizuri namna hiyo. Baada ya hapo tunaenda kwenye lile sanduku ambalo tumekwisha kulitandika. Na huu mwiko unaweza kaandaa mwiko kama huu kwa ajili ya kukusaidia wewe kutoa matokeo mazuri zaidi. Huu mwiko unafanya mixing vizuri, kwa sababu tunaamini kwamba sio kila mjasiriamali anapokuwa anaanza anakuwa na mixer kwa ajili ya kukoroga. Kuna wengine wanaanza na miko kama hii hapa, na mimi ningeweza kutumia mixer, lakini nafahamu wajasiriamali wengi ambao tunaanza hatuna mixer moja kwa moja. Kwa tunaanzia chini, wengine wakoroga na mti, wengine na mpini wa jembe, wengine watumia miko kama hii hapa. Baada ya hapo tutaanza kumimina mkorogo wetu wa blue katika kuta au pembe za moldi yetu.
Baada hapo tunamimina ule mkorogo mwingine ule ambao ni mweupe uliosalia, tunamimina wote katika ile moldi ambayo tumekwisha kuiandaa. Sasa baada ya kumimina namna hii, hatua nyingine au zoezi lingine ambalo linafuata, tunachukua ile sabuni ambayo tumeweka rangi ya blue na yenyewe pia tunamimina, lakini tunamimina kwa kupiga zigizaga ili kwamba iweze kuenea kila mahali. Unaweza ukaona namna hiyo, tunazungusha kwenye kuta pamoja na kwenye pembe zingine. Yes. Sasa hapo tunaamini kwamba rangi yetu imezama vizuri na imechanganyikana vizuri. Sasa tunachukua ule mwiko ambao tulikuwa tunautumia katika kukorogea sabuni yetu. Zoezi hili ni rahisi zaidi kama utaamua kujiunga na madarasa yetu au kupata nakala ya kitabu. Unaweza kaanzisha kiwanda chako popote pale ulipo. Baada hapo tunaanza kupiga zigizaga au kuzungusha kwa ajili ya kutengeneza yale maua yetu mazuri kabisa ya sabuni yetu ya magadi ya siku ya leo. Namna hiyo msikilizaji, unaweza kujionea mwenyewe vile kazi inavyofanyika au vile kazi inavyokuwa. Yes, namna hiyo tunazungusha, tunafika mwisho. Baada hapo tunachora mistari katikati mwisho ili kwamba kuweka mawingu yetu vizuri. Kwa hapo msikilizaji, mpaka siku ya kesho tutaendelea na zoezi la ukataji. Unaweza ukajipatia nakala ya kitabu au unaweza ukajiunga na madarasa yetu. Kwa kupata huduma zetu unaweza ukatutext kupitia namba hizo. Asante sana kwa kuweza kutufuatilia.